Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mjadala mkubwa duniani sasa ni juu ya kukamatwa kwa Nicolas Maduro, lakini pia juu ya kile kilichofanywa na Marekani kufanya shambulizi dhidi ya Venezuela. Hata hivyo, wachambuzi wengi na baadhi ya viongozi wa kisiasa katika nchi mbalimbali, mijadala yao walikuwa wakiangazia namna ambavyo serikali ya Marekani imeamua kumteka Maduro, huku wakiuliza vipi Urusi ingeamua kumteka Volodymyr Zelensky. Fikirieni Urusi ingemkamata Volodymyr Zelensky, ni nini ambacho kingetokea? Huu ni unafiki wa Marekani, wanasema wachambuzi wa mambo. Hata hivyo, wanasema kwamba kutekwa kwa Maduro ni mwitikio wa vuguvugu la ulimwengu kwa hatua ya Washington na ni ishara ya kudorora katika kiwango cha ustaarabu. Rais wa zamani wa Ecuador anaeleza Washington imeweka mfano mbaya ambao unaweza kurudisha ulimwengu kwenye unyama wakati ilipomkamata kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro, anasema rais wa zamani wa Ecuador Rafael Correa ameiambia shirika la habari la Urusi RT. Anasema kwamba mwitikio wa kinafiki wa kimataifa umeiruhusu Marekani kuachana na vitendo ambavyo haviwezekani kukubalika katika karne ya 21. Vikosi maalum vya Marekani viliendesha mashambulizi ya anga dhidi ya nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa mafuta ya Amerika Kusini na kumkamata Maduro pamoja na mkewe katika uvamizi wa mapema Jumamosi. Kisha walimpeleka Marekani na kushtakiwa kwa njama za ulanguzi wa dawa za kulevya, madai ambayo Maduro aliyakanusha kwa muda mrefu. Rais wa Venezuela alionya hapo awali kwamba Washington ilikuwa inatafuta mabadiliko ya utawala katika nchi yake ili iweze kupata mikono yake juu ya maliasili yake. Hata hivyo, wakati huu kumekuwa na maswali kwamba pengine Urusi ingeweza kumkamata rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ili kuhakikisha Nicolas Maduro anarejeshwa katika taifa lake. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo yamekuwa yakizungumzwa katika vyombo mbalimbali vya habari ni namna ambavyo wasomaji wamekuwa wakitoa maoni yao juu ya Urusi, kwamba kauli ya rais wa zamani wa Ecuador Rafael Correa ni kauli yenye mashiko, kwamba Urusi inapaswa kumkamata na kumtia hatiani rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika kulipa kisasi. Fikiria kwa muda kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin angemkamata Volodymyr Zelensky, Correa alisema akitoa maoni yake juu ya kile kinachoendelea wakati huu huko Venezuela. Je, mnaweza kufikiria mwitikio wa ulimwengu ungekuwaje? Hakuna kama jibu ambalo Amerika ingeonyesha. Shambulizi la Marekani dhidi ya Venezuela limethibitisha kuporomoka kwa utaratibu wa dunia baada ya vita vya pili vya dunia. Hata hivyo, kwa mujibu wa rais huyo wa zamani, mwitikio wa kimataifa kwa hatua ya Marekani hadi sasa ulikuwa ni wa unafiki wa kimataifa na viwango viwili. Tukio hili ambalo halijawahi kushuhudiwa la ajabu linastahili mwitikio mkubwa zaidi kutoka kwa jumuiya za kimataifa, Correa alisema, akiongeza kuwa Washington ilikanyaga sheria za kimataifa na kurudisha nyakati ambazo zinaweza kurekebishwa. Wanasema ni ama fanye kile ninachoweza kusema au nitakupiga tena, Correa alisema akimnukuu rais wa Marekani. Ni hatari sana kwa sayari nzima, sio tu kwa Venezuela, sio tu kwa Amerika Kusini, bali kwa ulimwengu mzima. Maana yake ni kwamba ikiwa ulimwengu utaangalia hili kutokea, ni wazi Marekani inaweza kufanya maamuzi mengine ya kuweza kuteka popote inapotaka. Na hata nchi za Ulaya ambazo zimefurahishwa na kutekwa kwa Maduro pamoja na shambulizi dhidi ya Venezuela, zikumbuke namna ambavyo rais huyu wa Marekani anaitamani Greenland miongoni mwa visiwa katika Ulaya. Operesheni hiyo ya Marekani imelaniwa vikali na wanachama wa BRICS zikiwemo Urusi, China, Brazil na Iran. Moscow ilitoa wito kwa Venezuela kuhakikishiwa haki ya kuamua hatima yake yenyewe, huku rais wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva akisema kuwa hatua za Washington zinavuka mstari usiokubalika, huku Beijing ikikiita kitendo hicho ni kitendo kibaya mno cha uzushi. Maoni kutoka magharibi yalinyamazishwa zaidi. Mkuu wa sera za kigeni Kaja Kallas alihimiza kujizuia, akitoa wito wa kuzingatiwa kwa mkataba wa Umoja wa Mataifa. Taarifa ya pamoja ya kufuatilia iliyotiwa saini na wanachama wote wa Umoja wa Ulaya isipokuwa Hungary pia haikulaani wala kuunga mkono hatua hiyo iliyofanywa na Marekani ya kuishambulia
Venezuela pamoja na kumteka Nicolas Maduro, huku wito wa wasomaji wengi katika mitandao mbalimbali ya kijamii wakiona kwamba tukio hili linapaswa kufanywa kwa Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, ambapo Urusi inapaswa kumteka rais huyo wa Ukraine Volodymyr Zelensky ili wa magharibi waoneshe hisia zao na hii iwe sababu ya kuachiliwa kwa Nicolas Maduro. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.